Okay, ni sehemu ya pili msikilizaji, na tunakwenda kufahamu kuna siri gani kwenye nyumba ya Mr. Omari. Kuna vitu gani ambavyo vipo nyuma ya Mr. Omari, na kuna mpango upi upo kati ya Bi Mariam pamoja na mwanae Zainabu, kwa sababu sehemu ya mwisho liona ya kwamba Bi Mariam akimlaumu mwanae na kumwambia kwamba hatakiwi kuwa na haraka. Sasa hiyo haraka ni haraka ipi? Kuna mpango upi ambao upo? Mtayarishaji wa hii simulizi ni Kitifefe, na kusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbasi. Nitashukuru sana msikilizaji kukuona kwa like ama comment. Basi mwana anasema ya kwamba nikaa nimefika mlango wa chumba cha Bi Mariam, nikakuta wanaongea. Bi Mariam akimlaumu mwanae kuwa na haraka. Zainabu akamjibu kuwa amechoka na anaumia sana kuona Mr. Omari ameoa, na wakati mamake alimwahidi kuwa atafanya mpango wa olewe yeye. Asa Bi Mariam akasema kuwa bado asijali, maana mimi naweza kuondoka hapo muda wote ule. Mimi simpendi Mr. Omari na nimelazimishwa tu kuolewa, hivyo atahakikisha anakuwa karibu na mimi, atanitia ujinga nione kwamba nipo yani hapo ndani kwamba hapafai, na atanifundisha nifanye hata visa. Mr. Omari anichukia. Nikasema kumbe msikilizaji, baada ya kusikia hiyo mipango yao nikasema okay, kumbe ndio mpango wa Bi Mariam ila mimi sikuona kama wana madhara kwangu. Nikawakalia kimya tu. Bi Mariam asitambue kuwa nimemjua vile anajifanya ananionea huruma, kumbe ni mnafiki tu. Pengine tayari aliyokuwa anasema kuhusu humo ndani ni uongo. Kesho yake Zainabu kweli aliondoka, ila nikashangaa kuwa eti Mr. Omari anatufungia mlango tusiweze kutoka. Mlango ulikuwa smart door, bas password alikuwa anaijua yeye tu, maana nimuuliza Bi Mariam akasema kwamba yeye hajui. Nikamuuliza sasa ikitokea ajali ya moto tutatokaje huko ndani Swali langu lilimfanya Bi Mariam anyamaze kwa sekunde chache. Alinitazama kisha kashusha pumzi ndefu na kusema ya kwamba usijali sana Mwanahamisi, labda tu ana sababu zake. Alivyosema hivyo mimi sikuridhika. Moyoni nilihisi kama kuna kitu hakikuwa sawa. Nyumba ile ilianza kunifanya nijisikie kama nimefungwa gerezani. Ni sawa, lakini hauoni kwamba ni hatari? Nilimwambia Bi Mariam, lakini alinijibu kawaida kana kwamba jambo hilo halikuwa kubwa kwake. Alijibu tu kwamba Mr. Omari ni mtu wa mipango, labda anataka tuwe salama. So nilikaa kimya, lakini ndani ya moyo wangu maswali yalizidi kuongezeka. Kwa nini atufungie mlango? Kwa nini hata Bi Mariam hajui password? Mchana ule tulikaa tu ndani ya nyumba. Nilijaribu kufungua mlango mara kadhaa, lakini ulikuwa haukubali kabisa. Bi Mariam alikuwa sebuleni akiangalia TV kana kwamba hakuna tatizo lolote. Wakati fulani nilimwangalia kwa makini kijiuliza, huyu mwanamke kweli yuko upande wangu au bado anaendelea na mpango wake wa kuniharibia? Basi jioni ilipofika, Mr. Omari alirudi. Akauliza pale tupo sawa? Bi Mariam akajibu haraka tuko sawa. Mimi sikusema kitu. Nilikuwa bado na mawazo mengi kichwani. Basi Mr. Omari alinitazama akasema kwamba Mwanahamisi, mbona upo kimya? Nikamwambia kwamba kwa nini umetufungia mlango? Nilimuuliza. Bi Mariam alisha kuniangalia tu, labda kutarajia nimuulize swali lile. Mr. Omari alikaa kwenye sofa kisha kaniangalia kwa makini. Nilifanya hivyo ni kwa sababu ya usalama wako. Usalama gani? Niliuliza tena. Alinyamaza kwa sekunde kadhaa kana kwamba anatafuta maneno sahihi ya kusema. Jana nimeambiwa ulikuwa unaongea na simu na mwanaume. Hivyo kwa kosa hilo mimi siwezi kuacha mwanya wa wewe kutoka ndani. Mr. Omari alinijibu hivyo. Basi nilichukia sana kwa hilo jibu lake. Nikamwambia kwa hiyo unasikiliza maneno ya Zainabu, si ndio? Wakati hata hayana ukweli wote ule. Yeye ananichukulia mimi kama mfungo wake. Msikilizaji, nilianza kuangusha kilio kwamba nanyanyasika. Mr. Omari alishtuka kuniona nalia vile, labda kutarajia nitaumia kiasi hicho. Mwanahamisi, hebu tulia kwanza bwana, tulia. Alisema kwa sauti yenye upole kidogo, lakini mimi sikuwa tayari kumsikiliza. Hapana.
Sio haki. Hata hujaniuliza kweli. Yaani unachagua kuamini maneno ya Zainabu tu kweli? Nilisema kwa sasa nikifuta machozi. Bi Mariam aliyekuwa amekaa pembeni aliinuka akaja kunibembeleza. Akasema, mwanangu tulia, kulia kutasaidia kitu. Alisema akijaribu kunishika mkono. Nilivuta mkono wangu haraka. Hapana Bi Mariam. Nimeshachoka. Kila kitu hapa kinafanyika bila mimi kuulizwa kweli. Mr. Omari alisimama kutoka kwenye sofa, kisha akatembea hatua chache akasimama karibu yetu. Mwanahamisi, mimi sikumaanisha kukuumiza. Lakini nilichosikia kilinifanya tu mimi nihisi kama kuna mtu anataka kukuharibia. Ndio maana nikachukua tahadhari. Na kama ni uongo je? Nilimuuliza, hakunijibu. Alinitazama kwa muda mrefu kana kwamba anajaribu kusoma mawazo yangu. Basi niambie ukweli Mwanahamisi, jana ulikuwa unaongea na nani kwenye simu? Swali lake lilinifanya moyo wangu udunde kwa nguvu. Nilihisi Bi Mariam pia akingoja jibu langu. Nilimeza mate kidogo na kusema ya kwamba nilikuwa naongea na. Ghafla tu simu ya Mr. Omari ikaanza kuita. Hata kabla sijamaliza sentensi yangu simu yake iliita. Alitoa mfukoni, akaangalia jina lililoonekana kwenye skrini. Uso wake ukabadilika ghafla. Ni Zainabu, alisema kwa sauti ya mshangao kidogo. Mimi na Bi Mariam tukatazamana haraka. Mr. Omari akapokea simu ile. Zai, vipi kuna nini? Mr. Omari alimuuliza Zainabu. Nilimpokonya ile simu Mr. Omari na kuweka loudspeaker na kusikiliza nasemaje. Yaani mimi nashindwa kujikaza mzee wangu. Yaani mimi kikweli nakupenda sana, na kwa hiyo mimi nitakuwa mke bora sana kwako. Nitakisha nakupatia amani, furaha, tofauti na huyo mke wako. Zainabu alisema pasipo kujua kuwa tunamsikiliza wote, sio Mr. Omari pekee. Mshenzi sana mwana Isaya mkubwa wewe. Kumbe ndo maana unaleta stories za umbea hapa kuniletea unafiki. Kumbe unajitongozesha tu, nyauba wewe. Nilimjibu Zainabu akashtuka sana, akakata simu. Nilimgeukia Mr. Omari nikamuuliza nini kinaendelea kati yake na Zainabu. Niliongea kwa uchungu sana, nikijifanya nimeumizwa sana. Yaani niliona kama ndio nafasi yangu sasa ya kujichomoa mle ndani. Niliongea hadi mazungumzo niliyoyasikia kati ya Bi Mariam na Zainabu. Mr. Omari alibaki ameganda tu. Sebuleni kulitanda ukimya mzito baada ya maneno yangu. Mr. Omari alikuwa bado amesimama akiwa ananitazama kwa macho makali sana, kana kwamba haamini kile alichosikia. Bi Mariam alionekana kuchanganyikiwa, lakini haraka akajikaza na kusema kwamba mwanangu, hayo anayosema Mwanahamisi sio kweli. Nilimwangalia kwa mshangao huku sasa nikifuta machozi. Nilimuuliza kwamba kwa hiyo mimi ndio mwongo sasa, si ndio? Mama, ni kwamba Mwanahamisi anasema alisikia wewe na Zainabu mkipanga mambo haya. Ni kweli ama? Aliuliza Mr. Omari akimuuliza Bi Mariam. Bi Mariam alijibu ya kwamba hapana mwanangu, huyo binti labda tu alisikia vibaya, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Hapana. Yaani mimi sikusikia vibaya. Nilikuwa pale mlangoni kwako. Zainabu alikuwa analalamika kwamba anaumia kuona Mr. Omari ameoa wakati ulimwahidi kwamba utafanya mpango ili yeye ndo amoe. Na wewe ulimwambia kabisa asinune kwa sababu mimi nitaondoka muda wote. Nilisema hivyo, uso wa Mr. Omari ulianza kubadilika. Mama, hebu naomba niambie ukweli mama. Alisema kwa ukali kidogo. Bi Mariam alijikaza. Bosi wangu, tumeishi muda mrefu mimi na wewe kwa uaminifu. Unawezaje kuamini maneno ya mtu mwingine dhidi yangu jamani? Mr. Omari, kama uamini basi sawa. Labda mimi ndiye mwenye matatizo hapa, ambaye labda naongea uongo, lakini ukweli ndio huo. Nilisema kwa sasa nikinyanyuka kana kwamba nataka kuondoka. Lakini Mr. Omari alinizuia haraka. Hapana Mwanahamisi. Hebu kaa kwanza, tulia hapo, kaa kwanza. Alisema Mr. Omari. Alimgeukia Bi Mariam na kusema ya kwamba mama, pia bwana unaona kama sielewi. Unajua tangu Mwanahamisi aje hapa kumekuwa na mambo mengi sana ajabu. Kwanza Zainabu kuja hapa na kumchukia ghafla. Alafu leo ananipigia simu kuniambia kwamba ananipenda. Sasa siwezi kumfanya mke wangu akose raha sababu yenu ninyi. Nadhani unakumbuka nini nilifanya kwa mwanangu Farida. Na unajua wewe si zaidi yake. Mr. Omari, mimi sitaki kuwa sababu ya wewe kugombana na familia yako. Kama ni bora niondoke tu hapa basi nitaondoka tu. Hapana, hakuna mtu atakayeondoka hapa.
Kwanza leo sitaki kusikia tena mambo ya Zainabu au mipango yote dhidi ya Mwanahamisi. Kama kuna mtu atajaribu kumuumiza, sitavumilia. Bi Mariam alionekana kukasirika lakini alijizuia. Akasema, sawa mwanangu, nimekuelewa, hakuna chochote cha tofauti ambacho kitatokea. Nilipomtazama vizuri, macho yake alikuwa na hasira kali sana. Moyoni nilijua wazi kuwa hakuridhika kabisa. Ile kesi ikawa imeisha. Asa baadaye nilikuwa nimekaa chumbani peke yangu. Ghafla simu yangu ilitetemeka. Nilipoangalia moyo wangu ulistuka. Alikuwa ni Azizi. Alikuwa ananipigia tena. Nilitazama mlango wa chumba kwa wasiwasi. Nilijiambia kimoyomoyo ya kwamba Mungu wangu, huyu Azizi ataniletea matatizo. Nilijiambia kimoyomoyo. Simu iliendelea kuita. Sasa mwisho nikaamua kuipokea kwa sauti ya chini sana. Hello? Nilisema hivyo. Sasa Azizi naye bila hata wasiwasi, japo naona kama sauti yake ilikuwa na wasiwasi kwa mbali, akaniambia kwamba Mwanahamisi, kuna nini kinaendelea huko? Leo umekuwa ajabu sana. Kuna mambo tu mengi yametokea Azizi, nilisema, lakini kabla hata sijaendelea kuongea, ghafla mlango wa chumba ulianza kufunguliwa. Aisee, moyo wangu ulisimama kwa sekunde moja. Alikuwa ni Mr. Omari amesimama mlangoni, akinitazama moja kwa moja. Tena nikiwa bado nimeshika simu sikioni. Uso wake ulikuwa umebadilika kabisa. Wewe Mwanahamisi, unaongea na nani tena usiku? Aliuliza kwa sauti nzito. Moyo wangu ulianza kupiga kwa nguvu sana. Yaani nilihisi kama Mr. Omari anaweza kusikia kwa jinsi ambavyo moyo unapiga. Simu ilikuwa bado ipo sikioni. Na upande wa pili Aziza alikuwa bado anaongea. Aziza akauliza kwamba Mwanahamisi, mbona umenyamaza ghafla? Aisee, nilichanganyikiwa kabisa. Macho yangu yalikuwa yamemtazama Mr. Omari aliyekuwa bado amesimama mlangoni akinisubiri nimjibu. Bila hata kumwambia, nikakata simu haraka. Mr. Omari alinisogelea. Kwa hiyo, ulikuwa unaongea na nani? Ni rafiki yangu tu. Mr. Omari alinitazama kwa muda mrefu sana bila kusema kitu. Halafu akavuta kiti na kukaa mbele yangu. Mwanahamisi, kwa nini unaongea kwa siri usiku kama huu? Aliuliza kwa utulivu, lakini sauti yake ilikuwa na mashaka. Nilishusha macho yangu chini kidogo. Hakuna siri yote. Ni rafiki tu. Mwanahamisi, nataka unaelewe kitu kimoja. Mimi sipendi kuona mtu mwingine anakukaribia. Sipendi kabisa. Na sitaki kabisa kusikia kwamba unawasiliana na wanaume wengine kwa siri. Msikilizaji, nikawaza hapa nisilete jeuri. Anaweza kutaka kukagua simu alafu nikaumbuka. Sasa ilibidi niwe mpole tu. Nikamwambia sitarudia mume wangu. Nilivyomuita mume wangu alivurugwa kabisa. Alibaki kucheka tu kama ani kaona hela. Maana mimi sijawahi kumuita hivyo. Akaniaga kuwa anakuja anatoka mara moja. Sasa alipotoka nilishusha pumzi ndefu kwanza. Nilishusha pumzi ndefu sana. Nikisema kwamba Mungu wangu. Nilichukua simu yangu tena na kutazama. Kulikuwa na miss call 3 kutoka kwa Azizi. Nijiuliza kimoyomoyo ya kwamba Azizi, kwa nini yani umeendelea kunipigia? Sasa nilipokuwa bado nawaza, ghafla simu yangu ilipokea ujumbe mfupi. Ujumbe ulikuwa unatoka kwa Azizi. Uliandikwa ya kwamba, Mwanahamisi, najua kuna kitu unaficha. Niambie ni kipi? Nilimjibu kuwa ninabanwa sana, hivyo asiwe ananitafuta mpaka mimi nitakapomtafuta. Akasema basi sawa, kesho nitafute muda tuongee, kuna vitu anieleze. Sasa mara Bi Mariam alikuja kunigongea mlango. Nijiuliza kwamba usiku huu tena anataka nini? Basi nilisimama na kuelekea mlangoni. Mimi sikujua kabisa safari hii Bi Mariam anakuja na habari gani nyingine. Nilitoka nje kumsikiliza Bi Mariam. Akawa amesema anaomba msamaha sana kwa yaliyotokea. Ameteleza tu, hatorudia, maana hataki kabisa kupoteza kazi yake. Nilimjibu asijali, mimi sina tatizo naye tena. Japo kwa upande mwingine nilipoteza faraja, maana yeye ndo alikuwa ananishauri na kunipunguzia mawazo. Japo ilikuwa ni kinafiki. So now sina wa kumlalamikia wala kuongea naye. Kesho yake nimtafuta Azizi, akawa sasa ameniuliza naishije. Nilimjibu maisha yangu ni ya shida tu, sina amani ya moyo, furaha wala upendo. Natamani hata niondoke leo, ila familia hainielewi kabisa. Basi Azizi akasema ya kwamba anajua kuwa nampenda sana na naipenda familia yangu, ila alichagua nisaidie familia yangu. Ndio maana aliruhusu niolewe. Basi ananiomba niwe mke, nisiwe mkaidi kwa huyo mzee,
ili tu azidi kuisaidia familia yangu. Nikiona angalau na uwezo wa kuendesha familia yangu, akimaanisha ni kama ni hela basi niombe mpaka nione zitanisaidia pa kuanzia, kama ni biashara nifungue hata kimya kimya tu ndio nifikirie sasa kujiondoa kwenye hiyo ndoa. Nikamwambia Azizi ya kwamba nimemuelewa wala sijali kwa hilo. Anipe miezi kadhaa tu nitafuata alichoniambia na nitajitoa kwa huyu mzee kwa gharama yote. Asa jioni Mr. Omari alirudi pale nyumbani. Ile siku ilikuwa ni surprise kwake. Maana nilienda kumpokea briefcase mara tu aliposhuka kwenye gari, nikamhug, tukaingia ndani, akaniuliza leo nimekuaje? Nikamwambia kwani hujapenda ama? Mimi ni mke wako bwana, hivyo sijali. Kwanza nataka nikakuogeshe, kisha twende nikakulishe chakula mimi mwenyewe. Bwana wewe, uko serious bwana? Ndio, namaanisha kweli. Nadhani hii siku bwana nitaiweka kwenye kumbukumbu zangu mama. Hilo wala usijali bwana. Pia naomba samahani maana leo nimepika mimi, sio Bi Mariam. Nilipenda tu nikupikie. Bwana. Wewe wala hata usijali mke wangu. Wewe unaruhusiwa kunifanyia chochote wakati wote ule. Sawa, twende basi ukaoge. Basi tulielekea wote bafuni, nikamwogesha, nikamvalisha hadi nguo, tukaenda kula. Bi Mariam alibaki kushangaa tu kwamba haya mahaba nimeyapatia wapi. Basi baadaye Mr. Omari aliniuliza ningependa nifanyie nini, maana ana furaha sana leo. Nilianza kuorodhesha. Kwanza nataka uhuru wa kutoka nje na kwenda kusalimia ndugu zangu. Nataka nitafutie chuo nisome, pia kuna hela nahitaji kwa matumizi yangu binafsi. Mr. Omari alinitazama kwa makini baada ya kusikia maombi yangu yote. Nilikuwa nimekaa mbele yake nikiwa najifanya mpole kabisa, kama mke vile anayemheshimu sana mume wake. Kwa hiyo unataka uhuru wa kwenda kuwasalimia ndugu zako, si ndio? Na unataka chuo na pesa za matumizi yako? Ndio mume wangu. Nilimjibu kwa sauti ya upole, kwa sasa nikitabasamu kidogo. Mr. Omari alikaa kimya kwa sekunde chache akiniangalia. Nilikuwa na wasiwasi kidogo moyoni. Sikujua kama atakubali au ataanza kuniuliza maswali mengine. Bwana Hamisi, unajua leo umenifanya nifurahi sana Kivipi? Kwa sababu leo umeanza kuniona kama mume wako kweli kweli. Siku zote ni mume wangu. Basi sawa bwana, kesho mimi nitaanza kutafuta chuo. Kuhusu kutoka, mimi nimekupa ruhusa, ila sio mara kwa mara. Ni pale tu ambapo nitakuruhusu, sio utoke tu mwenyewe kwa kujiamulia tu. Lazima unaniaga. Sawa mume wangu. Haya, ngoja kwanza basi nikutumie pesa. Alichukua simu yake, kisha akasema kwamba Bwana Hamisi, nitakutumia pesa kidogo kwa matumizi yako. Alisema hivyo, mimi nikaa kimya tu nikimwangalia. Baada ya sekunde chache simu yangu iliingia ujumbe mfupi. Nilipotazama sikuamini macho yangu. Ilikuwa ni notification ya muamala. Shilingi 5,000,000 zilikuwa zimeingia kwenye akaunti yangu. Nilimwangalia Mr. Omari kwa mshangao sana. Mume wangu, hizi nyingi sana eti. Nilisema kwa sasa nikijifanya na shanga, lakini Mr. Omari alicheka tu. Hizo ni za kuanzia tu bwana. Kama unahitaji kitu kingine, wewe niambie tu. Asante sana mume wangu. Hilo neno mume wangu nafurahi sana bwana. Alikuwa nafurahi tu, lakini moyoni mimi nilikuwa nawaza kitu kingine kabisa. Baada ya muda kidogo Mr. Omari aliinuka. Sasa nakuja mama. Sawa. Basi alipoondoka, nilichukua simu yangu haraka. Moyo wangu ulikuwa unapiga haraka. Nilifungua tena SMS na kuitazama ile pesa. Nilishangaa, nikasema 5,000,000. Mawazo ya Azizi yakaja haraka kichwani. Nilikaa kimya kwa sekunde kadhaa nikifikiria. Alafu sasa nikafungua simu na kuanza kufanya transfer. Dakika chache baadaye nilituma 2,000,000 kwa Azizi. Baada ya sekunde chache simu yangu ikaita. Alikuwa ni Azizi ndo anayepiga. Niliingia bafuni kupokea simu. Hello? Bwana Hamisi, hizi pesa umetuma wewe ama? Yeah, ni mimi. Lakini sasa mbona ni nyingi sana? Bwana usijali, mimi nitazipata tena. Bwana Hamisi. Yaani una hakika uko salama? Mimi niko sawa tu. Nimefanya kile ulichonishauri. Naamini malengo yatatimia mapema sana. Sawa mwana. Basi
Asante sana bwana, hizi pesa zitanisaidia sana. Usijali mpenzi, tutazungumza kesho. Nilipomaliza kuongea na Azizi nilikata simu. Moyo wangu ulianza kutulia kidogo. Nijitazama kwenye kioo cha bafuni kisha nikarekebisha nywele zangu. Nijisemea kimoyomoyo nikasema kwamba mwana, tulia sasa. Baada ya hapo nikatoka bafuni na kurudi chumbani. Dakika chache baadaye mlango ulifunguliwa. Alikuwa ni Mr. Mari. "Oh mwana." Aliniita pale. Nilimjibu ya kwamba ndio mume wangu. Alitembea taratibu hadi nilipokuwa nimekaa kisha kakaa karibu yangu. Unajua leo umenifurahisha sana eh?" Alisema sasa akinitazama kwa tabasamu. "Kwani nimefanya nini tena?" "Yaani leo umeonekana mpole sana. Na umeanza kuniheshimu kama mume wako kweli kweli." "Oh jamani." Mwanahamisi, mimi natamani ungekuwa hivi siku zote tu." "Labda sikuwa nakuelewa vizuri hapo mwanzo." Maneno yale yalimfurahisha sana. Alinivuta karibu yake kisha akanikumbatia kwa upendo. "Mke wangu mzuri. Nakupenda sana bwana. Nakupenda mno. Hivi unajua nilikuwa naogopa sana kukuoa." "Kwa nini?" "Kwa sababu nilihisi unipendi kabisa." "Asa unaonaje?" Sasa mimi naanza kuona matumaini bwana." Maneno yale yalinifanya nitabasamu pia. Alinisogelea karibu zaidi kisha akaweka mkono wake kiunoni kwangu. "Mwana, wewe ni mwanamke mzuri sana." Alisema hivyo, akanibusu kwenye paji la uso. Nilihisi aibu kidogo ila nikajikaza. Sasa usiku ule ulikuwa ni mrefu, tuliongea na kucheka kwa furaha. Kwa mara ya kwanza tangu niingie kwenye nyumba ile, nilimwona Mr. Omari akiwa mchangamfu sana. Na yeye pia alionekana kufurahia uwepo wangu karibu yake. Sasa mara kwa mara alikuwa akinitazama kisha anatabasamu. "Mwanahamisi." "Ndio mume wangu." Unajua kuna kitu nilikuwa natamani sana siku nyingi." "Kitu gani?" "Kuona tunakaa pamoja hivi tukiongea kwa amani bila ugomvi." "Au labda tunahitaji muda tu kuelewana." Ya, ni kweli. Na ninafurahi kuona mambo yanaanza kuwa mazuri." "Wala tusijali." "Sasa mwana, mimi nataka kuanza upya na wewe." Basi nilimkumbatia sasa nikitabasamu kidogo. Usiku ule ulikuwa utulivu na upendo mwingi. Kwa mara ya kwanza tangu nifike kwenye nyumba ile, nilihisi kama kweli mimi ni mke wa Mr. Omari. Kesho yake alinipeleka nyumbani asubuhi. Akaniacha nishinde huko huko. Nyumbani walifurahi sana kuona sasa nimeridhika kuwa na Mr. Omari. Niliwaomba ushauri, nataka nikasomee kozi yote ambayo itanisaidia hapo baadaye. Wakaniambia nisomee mambo ya saluni pamoja na makeup na kusuka. Maana huwa na kipaji sana cha kusuka, hivyo haitakuwa ngumu kuweza kufanikisha kwa muda mchache. Maana baadhi ya mitindo nilikuwa naiweza tu vizuri, so ilikuwa ni kuongeza ujuzi tu kidogo. Basi nirudisha lile wazo kwa Mr. Omari. Akaniambia hilo halina shida, atatafuta chuo kizuri nijiunge na nikimaliza kozi basi atanifungulia saluni. Tena akasema ikiwezekana na mdogo wangu Salma naye tusome wote. Maana alikuwa hasomi, alishaga darasa la 7. Laila yeye alikuwa form 1. Mdogo wetu Saidi yeye alikuwa darasa la 6. Hivyo tukafanikiwa kupata chuo, tukajiunga mimi na mdogo wangu Salma. Na akawa amekuja kukaa pale pale kwangu. Kwa hiyo tukawa tunaenda wote chuo. Basi siku zilianza kupita huku mimi na Salma tukiendelea kwenda chuoni kila siku. Kadri muda ulivyokwenda nilianza kuzoea maisha yale mapya. Lakini ndani ya nyumba ile kulikuwa na mtu mmoja ambaye nilianza kuhisi kama hakuwa anafurahia mabadiliko yale. Naye alikuwa ni Bi Mariam. Siku moja mimi na Salma tulirudi kutoka chuoni. Tulipofika sebuleni tulimkuta Bi Mariam akifuta meza. Nilimsalimia pale akaitikia na alijibu kwa sauti ya chini sana mpaka nikashangaa. Salma naye akamsalimia kisha tukaelekea chumbani kubadilisha nguo. Sasa nyuma nilimsikia Bi Mariam akinong'ona peke yake kwa sauti ya chini akisema kwamba siku hizi nyumba imekuwa kama hostel. Nilisimama kidogo lakini nikajifanya kama sijamsikia. Salma aligeukia na kuniuliza kwamba dada, umesikia alichosema? Achana naye tu usijali. Mr. Omari aliporudi nyumbani, alitukuta sebuleni tukiangalia TV. Mke wangu, mume wangu. Leo nimepita sehemu bwana nikapata vifaa vizuri vya saluni. Nilifikiria nikianza kukununulia taratibu nadhani ndio itakuwa jambo poa sana. Oh, kweli? Ya, nataka uanze vizuri biashara yako ukimaliza chuo.
Alisema hivyo. Sasa wakati tunaongea vile, niliona Bi Mariam akitoka jikoni akiwa amebeba glasi za maji. Aliziweka mezani kimya kimya, kisha akarudi jikoni tena. Lakini niliona wazi kabisa uso wake haukuwa na furaha. Niliamua kumfuata, nilimkuta Bi Mariam peke yake. Alinitazama kwa sekunde chache kisha akasema kwamba mwana, una bahati sana. Ni kwa nini unasema hivyo? Hakuna, mimi nilikuwa nasema tu. Alisema kisha akaendelea na kazi yake. Lakini namna alivyosema maneno yale ilinifanya nihisi kama kulikuwa kuna kitu moyoni mwake. Na siku hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa mimi kugundua kuwa Bi Mariam alikuwa na wivu dhidi yangu, hata kama alikuwa anajitahidi kuuficha. So usiku ule nilikaa nikifikiria sana maneno ya Bi Mariam ya kwamba una bahati sana. Maneno yale yalikuwa ni mafupi msikilizaji, lakini yalikuwa na uzito mkubwa sana moyoni mwangu. Just imagine uwe na mtu ambaye unamuhisia kwamba ana chuki na wewe, alafu mnakuja kuonana na anakuambia kwamba una bahati sana. How do you feel? Yaani unajisikiaje baada ya kusikia hiyo kauli? Mimi nijiuliza mara nyingi sana kwamba alimaanisha nini. Siku iliyofuata asubuhi sasa tuliamka mapema kwa ajili ya kwenda chuo kama kawaida. Tulipofika sebuleni tulimkuta Bi Mariam tayari ameshaandaa chai mezani. Akatukaribisha pale chai. Nilimshangaa kidogo kwa sababu siku ile alionekana mpole kuliko kawaida. Basi nilishukuru. Huku sasa nikaa mezani pamoja na Salma. Tulianza kunywa chai kimya kimya, lakini nilihisi macho ya Bi Mariam yakinitazama mara kwa mara. Baada ya muda kidogo aliongea tena akasema kwamba Mwanahamisi. Nikaitika Bi Mariam. Umesema unasomea masuala ya urembo chuoni, si ndio? Ndio. Vizuri, lakini kumbuka kitu kimoja. Nini hicho? Bi Mariam alinyamaza kidogo kama mtu anayepima maneno yake. Kwenye maisha ya wanaume bahati huwa haidumu milele. Unamaanisha nini? Kabla hajajibu, Mr. Omari alitoka chumbani. Bi Mariam hakusema tena kitu. Aligeuka tu na kuelekea jikoni. Nilimwangalia akiondoka, huku sasa moyo wangu ukiwa na maswali mengi kuliko majibu. Mr. Omari naye alikuja mezani, tukanywa wote chai, tukaondoka wote. Akatupitisha chuo kisha naye akaondoka kwenye kazi zake. Asa Salma akanambia, Bi Mariam mbona hamuelewi? Ilibidi nimhadithie aliyotokea huko nyuma. Akasema inabidi tuwe naye makini, kama alitamani mwanae aolewe hawezi kutupenda. Mimi nilimjibu tu kwamba wala asimpe mawazo, maana naweza kuondoka kwa Mr. Omari muda wote. Maana najua fika mimi simpendi ule mzee. So Salma alisikitika sana na kusema, kwani ule mzee ana tatizo gani? Kwa nini simpendi tu mzee wa watu? Nilimwambia Salma ya kwamba hawezi kunielewa. Ya asome kwa bidii tu tutafanikiwa na tutaweza kusaidia familia yetu pasipo kumtegemea mtu. Maana moyo wangu na akili yangu haipo kabisa kwa Mr. Omari na siwezi kuishi maisha ya kujilazimisha. Sasa Salma akasema kwamba lakini dada, Mr. Omari anakujali sana, inaonekana kabisa anakupenda wewe. Mimi naelewa sana hilo, lakini moyo wangu hauko hivyo Salma. So siwezi kulazimisha kupenda. Sawa, ila wewe tu makini dada. Watu wengi wangetamani nafasi ulionayo. Basi bwana, baada ya muda tuliamua kuingia darasani kwa sababu muda wa kipindi ulikuwa umefika. Masomo yaliendelea kama kawaida, lakini akili yangu mara kwa mara ilikuwa inarudi kwenye maneno ya Bi Mariam kwamba bahati haidumu milele. Nilijikuta nikijiuliza kwa nini aliniambia hivyo. Jioni ile tuliporudi nyumbani tulimkuta Mr. Omari tayari amesharudi. Alikuwa amekaa sebuleni akitazama TV. Salma alituacha akaenda chumbani. Mr. Omari akatoa simu kutoka mfukoni. Hebu ngoja nikuonyeshe kitu. Kitu gani? Nilimuuliza. Akanionyesha picha kadhaa za vifaa vya saluni. Hivi ndivyo nilivyokuambia siku ya jana. Kwa hiyo tayari nimeanza kuvipata. Alisema nimwangalie kwa mshangao kidogo. Nikauliza kwamba lakini mbona unahangaika sana kwa ajili yangu? Si kwa sababu wewe ni mke wangu bwana. Mimi nataka siku moja uwe na biashara yako kubwa. Maneno yale yalinifanya nihisi mchanganyiko wa furaha na hatia kidogo moyoni. Maana sikuwa nampenda kabisa. Unajua mtu kama mpendi, chochote anachokifanya kwako yani wewe unaona ni kama ni anakerere tu, yani kinakukera. Yani kitu ambacho anakifanya kwako unatamani sana kingefanywa na mwanaume ambaye unahusiana naye ama na mtu yote ambaye unahusiana naye.
So wakati mimi na Mr. Omari tunaongea, nilihisi kama kuna mtu. Nilipogeuza macho yangu nilimwona Bi Mariam akiwa amesimama karibu na mlango wa jikoni. Alikuwa anatazama tu. Alipoona nimemuona, aligeuka haraka kisha kaingia jikoni. Mimi sikusema kitu. Sikusema chochote, lakini moyoni nilihisi tu hali fulani isiyoeleweka. Usiku ule tulikula chakula pamoja mezani, lakini tofauti na siku nyingine, Bi Mariam alikuwa kimya sana. Hakuongea wala kucheka kama kawaida. Baada ya chakula nilitoka nje kumpelekea mlinzi chakula. Sasa nilipokuwa narudi ndani, nilimkuta Bi Mariam mlangoni. Nimuuliza vipi? Samahani kwa kuingilia Mwana Hamisi. Kuna jambo naomba tuongee. Sawa, kuna kitu gani? Mimi ni mtu mzima na nimeishi muda mrefu sana duniani. Unaongea kuhusu nini? Achana nayo. Nilitaka tu kukuonya kidogo, alisema kisha akaingia ndani. Nikajisemea huyu mama atakuwa na tatizo ama alitaka tu kunionya kidogo kuhusu nini? Maisha yaliendelea kama kawaida. Mimi na Salma tulikuwa tunaenda chuoni kila siku. Mr. Omari aliendelea kuwa mwenye upendo na kunijali sana, lakini Bi Mariam alibadilika kidogo. Mara nyingine alikuwa ni mpole sana, mara nyingine alikuwa ni mkali bila sababu. Siku moja nirudi nyumbani mapema tu kuliko kawaida, maana nilikuwa najisikia vibaya. Salma nilimwacha chuo. So nilipoingia ndani sikumkuta Bi Mariam sebuleni. Nilikuwa nataka kwenda chumbani, ghafla nikasikia sauti kutoka jikoni. Ilikuwa ni sauti ya Bi Mariam. Alikuwa anaongea na mtu kwenye simu. Niliamua kumrekodi. Nilisimama mlangoni kwenye mlango wa jiko bila yeye kujua. Basi akanasema ya kwamba ndio bado yupo hapa. Hamna kabisa, mimi nakwambia ukweli. Mr. Omari amempenda sana huyo mwanamke. Sawa, lakini usijali. Mimi nitafanya tu kila kitu kilicho ndani ya uwezo wangu. Msikilizaji, nilihisi baridi ikipita mwilini mwangu. Nikajiuliza nazungumza na nani? Au mwanae Zainabu? Na kwa nini anaonekana kama anapanga kitu dhidi yangu? Nirudi nyuma kimya kabla hajashtuka. Moyo wangu ulikuwa umejaa wasiwasi. Kwa mara ya kwanza nilianza kuhisi kuwa Bi Mariam sio mtu mzuri. Nisiendelee kudharau. Heri nimwambie Mr. Omari. Basi nilikaa chumbani kwangu nikiwa nimekaa tu kitandani, nikishika simu ile ambayo nilikuwa nimerekodi sauti ya Bi Mariam. Nilicheza ile sauti mara 2 kuhakikisha kama nilichokisikia kilikuwa ni kweli. Maneno yake ya kwamba nitafanya kila kitu kilicho ndani ya uwezo wangu yalikuwa bado yanagonga kichwani mwangu. Nijisemea kimya kwamba huyu mama ana mpango gani dhidi yangu. Basi dakika chache baadaye nilisikia mlango wa sebuleni ukifunguliwa. Alikuwa ni Mr. Omari amerudi. Nijiuliza kama nimwambie au ninyamaze tu kwanza, lakini baada ya kufikiria kwa muda mfupi niliamua kutoka chumbani. Aliuliza kwamba mke wangu, leo umerudi mapema ama? Aliuliza kwa mshangao kidogo baada ya kuniona. Nilikaa kwenye sofa karibu yake, nikamwambia kwamba ndio nilikuwa najisikia vibaya kidogo. Unaumwa ama unataka nikuitie daktari? Aliuliza. Haraka nitikisa kichwa nikasema hapana, nitakuwa sawa tu. Basi ninyamaza kwa sekunde chache kisha nikasema kwamba kuna jambo nataka kukuambia. Mr. Omari aliniangalia kwa makini sana akasema niambie. Nilimfungulia ile voice ndio mrekodi Bi Mariam. Alipomaliza kusikiliza akaniambia nimuite Bi Mariam. Baada ya Omari kusikiliza sauti ndio rekodi, alikaa kimya kwa muda huku uso wake ukionyesha wazi kuwa hakufurahishwa na kile alichokisikia. Niliona jinsi alivyokuwa akifikiria kwa makini. Nilimuita Bi Mariam. Tena nilimkuta alikuwa akipanga vyombo jikoni. Nimwambia kuwa Mr. Omari anamuita sebuleni. Alionekana kushangaa kidogo lakini hakusema neno. Alifuta mikono yake kwenye kitambaa na tukaelekea sebuleni. Tulipofika, Mr. Omari alimwambia aketi. Kisha akachukua simu yangu iliyokuwa mezani. Bila kusema mengi alicheza ile rekodi ya sauti niliyokuwa nimemrekodi Bi Mariam. Sauti yake ilisikika wazi. Sasa baada ya sauti ile kuisha, Bi Mariam alibaki ameinamisha kichwa chini bila kusema chochote. Mr. Omari alianza kumuuliza maswali kadhaa ili ajue ukweli wa yale aliyoyasikia. Lakini cha kushangaza, Bi Mariam hakujibu hata swali moja. Aliendelea kukaa kimya huku macho yake akiwa chini kama mtu ambaye hataki kabisa kuzungumza.
Kadri muda ulivyoenda na maswali ya Mr. Omari yakikosa majibu, hasira zilianza kuonekana wazi wazi usoni kwake. Alionekana kukasirishwa sana na kitendo cha Bi Mariam kukaa kimya bila kujieleza. Hasa mwisho kabisa Mr. Omari akasema kuwa kama Bi Mariam hataki kuelezea ukweli kuhusu yale aliyoyasema kwenye simu, basi haoni sababu ya yeye kuendelea kufanya kazi ndani ya nyumba ile. Lakini hata baada ya kusikia maneno yale, Bi Mariam bado hakusema kitu. Aliendelea kukaa kimya, kichwa chake kikiwa kimeinama chini. Ndipo Mr. Omari sasa alipofanya uamuzi. Alimwambia kuwa kuanzia siku hiyo hakuwa tena mfanyakazi wa nyumba ile. Alimtaka aondoke mara moja ndani ya nyumba yake. Sasa maneno yale yalimfanya Bi Mariam anyanyue macho yake kwa mshangao kidogo. Akaanza kuomba msamaha na kusema kuwa alikuwa anaongea na mwanae Zainabu. Hata hivyo, Mr. Omari hakubadili maamuzi. Nilijaribu kumwombea msamaha ila Mr. Omari alikataa na kusema akibaki atatusababishia shida huko mbeleni. Hivyo Bi Mariam alinyanyuka na kuelekea chumbani kwake kuchukua vitu vyake. Dakika chache baadaye alitoka nje akiwa amebeba mabegi yake. Mr. Omari alitoa hela akampatia ya mshahara wake. Japo tarehe ya mshahara ilikuwa haijafika, nilihisi hali ya ajabu sana moyoni mwangu. Ingawa nilijua alikuwa anapanga kitu dhidi yangu, bado sikutarajia kama angefukuzwa kazi kwa haraka vile. Hasa baadaye Salma aliporudi nilimhadithia. Akasema kwamba Mr. Omari kafanya safi sana, maana angeweza kuniharibia ndoa. Mara kidogo tukapigiwa simu kuwa mjomba ameangukia kwenye jiko la moto, hivyo ameungua. Wanamkimbiza hospitali. Sasa ilibidi tutoke mbio kuelekea hospitali. Tulimkuta mama pamoja na mbaba mmoja hivi jirani yetu. Alimsaidia mama kumleta mjomba hospitali. Saidi alibaki nyumbani na bibi, maana bibi alikuwa anahitaji msaada mara nyingi. Japo alipofanywa operation alikuwa na nafuu kwa muda huo. Na baadaye daktari alituita kuzungumza na sisi. Alieleza kuwa mjomba alikuwa ameungua kwenye sehemu kadhaa za mwili, lakini walikuwa wameanza kumpatia matibabu ya haraka. Hata hivyo alisema pia kuwa ilihitajika fedha kwa ajili ya dawa, vipimo na huduma nyingine za hospitali. Msikilizaji, kumbuka mtayarishaji wa hii simulizi ni Kitifefe na hii sauti ni ya Lucas Lumbas. Basi tulibaki tunatazamana kwa wasiwasi. Ilikuwa wazi kuwa hakuna aliyekuwa na uwezo wa kutoa kiasi kile cha pesa kwa haraka. Ndipo Mr. Omari akamwambia yule daktari asiwe na wasiwasi kuhusu gharama. Alisema kuwa yeye ndiye atakaye hakikisha matibabu yote ya mjomba yanaendelea bila tatizo lolote. Basi daktari alimuelekeza Mr. Omari sehemu ya malipo ili aweze kulipia gharama za awali za matibabu. Basi bila kuchelewa Mr. Omari alienda na kulipia kila kitu kilichohitajika hospitalini. Alipa gharama za vipimo, dawa pamoja na gharama nyingine zote ambazo madaktari walikuwa wamezitaja. Ndani ya moyo nilihisi mchanganyiko wa hisia nyingi sana. Nilijua wazi kuwa Mr. Omari alikuwa anajitahidi kufanya kila kitu kwa ajili yangu na familia yangu. Lakini ukweli mmoja uliendelea kunitesa moyoni. Bado sikuwa nampenda. Na sikujua ni kwa muda gani ningeweza kuendelea kuishi maisha yale huku sasa nikificha ukweli huo mkubwa ndani ya moyo wangu. Baada ya Mr. Omari kulipia gharama zote za matibabu ya mjomba, nilimwangalia mama yangu kwa huruma sana. Ilikuwa wazi kuwa tukio lile lilimtetemesha sana. Alimshukuru sana Mr. Omari kwa msaada aliotoa bila kusita. Kwa familia yetu ile ilikuwa ni msaada mkubwa sana ambao hatukuwa tunatarajia kuupata kwa haraka vile. Mr. Omari hakuonyesha kujisifu wala kujionyesha kuwa amefanya jambo kubwa. Alikuwa ni mtulivu tu kama kawaida yake. Alisema tu kuwa muhimu kwa sasa ni kuhakikisha mjomba anapata matibabu mpaka apone. Maneno yale yalimfanya mama azidi kushukuru sana. Hata ule jirani aliyekuwa amemsaidia mama kumkimbiza mjomba hospitali alionekana kushangaa jinsi Mr. Omari alivyochukua jukumu lile kwa haraka. Baada ya muda kidogo tuliruhusiwa kumuona mjomba kwa mbali. Alikuwa amelala kitandani akiwa amefungwa bandage sehemu kadhaa za mwili wake. Ingawa hali yake haikuwa nzuri sana, madaktari walituambia kuwa walikuwa wanajitahidi kuhakikisha ataendelea kupata nafuu taratibu. Basi tulikaa hospitalini kwa muda mrefu kidogo kabla ya kuamua kurudi nyumbani. Mama alibaki hospitali ili kuendelea kumwangalia mjomba. Mimi, Salma na Mr. Omari tuliondoka kurudi nyumbani kwa sababu kesho yake mimi na Salma tulikuwa na masomo chuoni. Basi njiani kurudi nyumbani, ndani ya gari kulikuwa kuna ukimya sana. Salma alikuwa kimya kabisa,
Labda alikuwa bado anawaza hali ya mjomba. Mimi pia nilikuwa nimezama kwenye mawazo yangu mwenyewe. Mr. Mari alikuwa amefanya jambo kubwa sana kwa ajili ya familia yangu. Bila yeye pengine mjomba angepata shida sana kupata matibabu kwa wakati ule. Lakini pamoja na yote hayo, ukweli ule uliendelea kunisumbua moyoni mwangu. Bado sikuwa nampenda. Nijaribu hata kujilazimisha kufikiria kama pengine moyo wangu ungeweza kubadilika baada ya kuona wema wote ule aliokuwa amenionyeshea. Lakini kadri nilivyojitafakari zaidi, ndivyo nilivyozidi kugundua kuwa moyo wangu bado haukuwa mahali pale. Nijikuta nikijiuliza swali ambalo sikuwahi kulipata jibu. Je, nitaweza kuendelea kuishi maisha haya kwa muda mrefu kiasi gani? Na kama siku moja ukweli huu utajulikana, nini kitatokea? Maswali yale yalizidi kunisumbua moyoni mwangu. Kesho yake tuliamka mapema sana, tukawahi hospitali na tukwenda chuo. Baada ya kama wiki hivi, mjomba alipata nafuu, hivyo akaruhusiwa kurudi nyumbani. Sasa tukawa tumetoka naye hospitali kuelekea nyumbani. Sasa nikamwomba Mr. Mari tulale, tutarudi kesho. Mr. Mari alikubali kunipa ruhusa na kusema kesho atatufuata kuturudisha. Basi mimi nilifurahi sana, maana nilitaka siku hiyo niende kulala kwa Azizi, maana nilimisi sana. Salma alivyojua mpango wangu alinisema sana, ila mimi sikumjali. Nikamwambia akaya atulie na asiseme kwa mama, maana nitatoka usiku na nitarudi usiku huo huo, wanifungulie mlango mama asijue. Usiku ulipofika, kila mtu ndani ya nyumba alikuwa tayari amelala. Mama alikuwa amechoka sana baada ya siku nyingi za kuzunguka hospitalini kumwangalia mjomba. Salma alikuwa macho. Alikuwa hajapendezwa kabisa na mpango wangu wa kutoka usiku. Salma aliniangalia, akatikisa tu kichwa. Kwa hiyo yani una uhakika kabisa na unachofanya kwamba ni sahihi? Salma, tafadhali bwana usianze tena. Lakini sasa vipi kama Mr. Mari akigundua? Bwana hawezi kujua chochote. Mimi nitarudi kabla alfajiri. Salma alinyamaza, lakini uso wake ulionyesha wazi kuwa alikuwa bado na wasiwasi. Sawa, lakini kwa makini, alisema hivyo. Nilifungua mlango taratibu kisha nikatoka nje. Dakika chache baadaye nilikuwa nishafika kwa Azizi. Moyo wangu ulikuwa umejaa furaha isiyoelezeka. Nikamtumia SMS kuwa nimeshafika. Sasa baada ya sekunde chache mlango ulifunguliwa. Azizi akatoka. Hey mwana, hey. Ase, niwe kweli umekuja? Yes, nikwambia nitakuja. Azizi alinitazama kwa muda kisha akanivuta ndani haraka. Lakini ghafla simu yangu ikaita. Kuangalia Mr. Mari ndo alikuwa ananipigia. Nilisita kupokea. Baada ya muda ananipigia Salma. Nikaamua kupokea. Salma akasema kwamba dada, nilikwambia lakini Mr. Mari kaja hapa nyumbani. Hebu naomba ufanye haraka urudi na kuomba. Alisema hivyo Salma baada tu kupokea simu yake. Maneno ya Salma yalifanya moyo wangu udunde kwa nguvu sana. Yani unamaanisha nini? Yani kwamba Mr. Mari yuko hapo ama? Ndio dada, amekuja ghafla. Tafadhali naomba urudi basi haraka kabla haijawa mbaya ise. Mimi nitajitahidi sana kumzuga hapa mpaka ufike. Pitia mlango wa nyuma kama ulivyoondokea. Nilihisi miguu yangu inakosa nguvu. Niliuliza kwa hofu ya kwamba vipi mama? Dada, acha maswali mengi jamani, bado mama amelala, lakini Mr. Mari anataka nimwamshe. Nimemwambia mama amechoka sana. Fanya haraka bwana. Sawa, nakuja sasa hivi, nilisema kisha nikakata simu haraka. Azizi alikuwa ananitazama kwa makini sana. Aliona wazi kuwa kuna kitu hakikuwa sawa. Vipi, kuna nini? Mume wangu amekuja nyumbani ghafla. Salma anasema ananiulizia. Kwa hiyo unaondoka sasa ama? Ya lazima yarudi. Nikichelewa inaweza kuwa shida kubwa. Sawa, lakini kwa makini mwana. Mimi sitaki kuingia kwenye matatizo kwa sababu yangu. Usijali, mimi nitarudi kuona tena. Basi nilimsogelea kisha nikamkumbatia. Baada ya hapo nilitoka nje haraka. Moyo wangu ulikuwa unapiga kwa kasi sana. Njia yote nilikuwa nikitembea kwa haraka, huku sasa nikijiuliza maswali mengi kichwani. Kwa nini Mr. Mari aliamua kuja ghafla usiku ule? Je, kuna kitu anahisi? Dakika chache baadaye nilifika karibu na nyumba. Nilisimama kidogo nikijaribu kutulia kwanza. Nilipitia mlango wa nyuma kama alivyoniambia Salma. Nilihakikisha hakuna mtu nje. Nikaingia sasa na nyata, lakini nilikuta ndani kupo kimya. Nikafika hadi chumbani, nikakuta Salma anachezea tu simu yake. Nilimtazama kwa mshangao na kumuuliza, "Huyo Mr. Mari yupo barazani ama?" Akaniambia wala hata hajaja, ila tu amefanya hivyo ili nirudi maana ninachofanya sio sawa. Ase, unamaanisha nini? Nilimuuliza nikiwa nimechanganyikiwa. Aliweka simu yake pembeni kisha akavuta pumzi ndefu na kusema kwamba nifanye hivyo makusudi ili urudi nyumbani. Alimpigia tu akaniambia kuwa amekupigia upokei. Nikamwambia umelala. Salma, sasa kwa nini ufanye hivyo Salma bwana?
Si kwa sababu unachofanya sio sawa dada. Wewe tayari una mume anayekujali, anajitahidi kwa ajili ya familia yetu, lakini wewe unaendelea kukutana tu na Azizi kwa siri. Bwana, hili sio jambo zuri. Salma, wewe hujui kitu. Sawa, labda mimi sijui, lakini najua kitu kimoja tu. Kitu gani? Ukikamatwa, sio wewe peke yako utakayeumia. Mama ataumia, familia itaumia na hata Mr. Omari. Msikilizaji, kwa mara ya kwanza nilihisi kama kuna ukweli hivi. Lakini kiburi changu hakikutaka kukubali huo ukweli kirahisi. Niliamua kupanda kitandani kwa hasira nilale. Nikajifunika shuka kana kwamba sitaki kusikia tena sauti ya mtu yote. Sasa Salma alikaa kimya kwa muda kidogo. Ila damwana, mimi semia eti kwa sababu sije na kuchukia, hapana. Yote ni kwa sababu mimi nakujali. Sasa dada, mfikiria dada, Mr. Omari amefanya mingi kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yetu. Kamsaidia mama, amesimama na sisi kwenye matatizo, lakini wewe unafanya mambo ya siri nyuma yake. Salma, hivyo nafikiri mimi nampenda sana Mr. Omari. Mimi sijui kama kwa sasa unampenda au la, mimi lakini anakupenda dada. Hebu jaribu kufikiria maisha yako vizuri dada. Usijue karibu kila kitu kwa sababu tu ya hisia za muda. Maneno yale yaliniumiza. Kwa kweli sikuwahi kufikiria sana kuhusu hilo msikilizaji. Ndoa yangu na Mr. Omari ilikuwa imetokea kwa mazingira ya ajabu sana. I hope hata mwenyewe unaelewa jinsi ilivyotokea, na ndani ya moyo wangu bado kulikuwa na nafasi ya Azizi, kijana ambaye moyo wangu ulimpenda kwa dhati. Upande mwingine kulikuwa na Mr. Omari, mwanaume ambaye alikuwa amenipa heshima, msaada na maisha mazuri. So nijikuta nikiuliza swali lile kichwani mwangu mara nyingi sana ya kwamba nifanye nini sasa? Usiku ule sikulala vizuri hata kidogo. Asubuhi ilipofika niliamka nikiwa bado na mawazo mengi sana kichwani. Nilipokuwa nafanya usafi, simu yangu ilianza kuita. Nilipotazama kwenye screen, niliona jina la Mr. Omari ananipigia. Nilipokea. Hello mke wangu. Jana bwana nilikupigia sana lakini hukupokea. Samahani. Nilikuwa nimechoka sana, so nikaa nimelala. Mwana, kuna kitu nataka kukuuliza. Hebu naomba niambie ukweli. Kitu gani? Jana usiku ulienda wapi? Nilibaki natetemeka msikilizaji. Ndani moyo wangu nilihisi kama Mr. Omari tayari ameshashtukia kitu. Nilikaa kimya kwa sekunde chache, nikatafuta jibu la kusema huku sasa mikono yangu inatetemeka. Nilikuwa nyumbani tu, nilala mapema sana. Mwana, una uhakika na unachosema? Ndio. Kwa nini unauliza hivyo? Kwa sababu jana nilikupigia mara nyingi sana, na sio kawaida yako kulala mapema. Ni kweli nilala. Sawa kama unasema hivyo. Baada ya hapo alibadilisha mada kidogo, akasema kuwa anakuja muda huo kutuchukua, maana anahitaji tushinde wote. Siku hiyo hatakuwa tunakwenda chuo, sasa ilibidi nimtaarifu Salma kuwa ajiandae tuondoke. Tulimtaarifu na mama, akasema kuwa mna tatizo, tujiandae twende. Ghafla simu yangu ilianza kuita. Nilipotazama niliona ni Azizi. Nilitoka nje kisha nikapokea. Yes, Azizi, hello. Hey mwana, jana uliondoka ghafla sana. Vipi, kuliendelea nini? Salma kumbe alikuwa amendanganya tu. Mr. Omari alikuwa tajaja. Kwa hiyo ukashindwa kurudi au? No, sio hivyo Azizi. Mwana, ukweli ni kwamba hali hii inaanza kuniumiza. Maana yake nini? Mimi nakupenda, lakini kila siku nazidi kuukosa kwa sababu ya mume wako. Lakini Azizi, mambo unaelewa sio rahisi. Mimi pia siwezi kuendelea kuvumilia hivi. Kivipi? Mwana, nataka uchague. Nichague nini sasa? Chagua kati yangu au ndoa yako na Mr. Omari. Azizi, mimi sina maana ya kukuumiza, lakini siwezi kuendelea kuwa mwanaume wa siri katika maisha yako. Nilibaki kimya kwa machozi yakianza kunitoka. Kwa mara ya kwanza nilihisi kama nilikuwa nimewekwa kwenye mtihani ambao sikuweza kufaulu. Upande mmoja kulikuwa na Azizi, mwanaume ambaye moyo wangu ulimpenda. Upande mwingine kulikuwa na Mr. Omari, mume wangu ambaye alinipa maisha mazuri na kuheshimisha familia yangu. Sasa nilitakiwa kufanya uamuzi na sikujua kabisa nifanye nini. Nilishtukia nashikwa bega, nikageuka na kuta ni Mr. Omari. Nilishangaa. Kwanza alishangaa kwa nini nalia. Nilitunga hapo kuwa kuna rafiki yangu amefiwa na mamake. Ndio maana nimepata uchungu. Asa Mr. Omari alinikumbatia tu na kuanza kunibembeleza. Baada ya muda mfupi tulianza safari kwenda kwa Mr. Omari. Nilikaa kwenye siti ya nyuma pamoja na Salma, huku sasa Mr. Omari akiwa anaendesha gari. Safari ile tulikuwa kimya sana.
Basi mimi nilikuwa nikitazama nje tu, lakini akili yangu haikuwa barabarani, ilikuwa kwa Azizi na maneno yake kwamba chagua kati yangu au ndoa yako. Maneno yake yalikuwa yakirudia kichwani mwangu tena na tena. Kila nilipokumbuka nizidi kuumia. Sauti ya Mr. Omari ilinishtua kidogo kwa kuniita. Niliitika pale kwa haraka. Akaniuliza kwamba kuna kitu kinakusumbua ama? Aliuliza kusasa akinitazama kupitia kioo cha mbele cha gari. Hapana, kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu tangu tuanze safari hujasema hata neno moja. Alisema hivyo. Nilijilazimisha kutabasamu kidogo na kusema ya kwamba ni kwa sababu ya rafiki yangu niliyekwambia, bado najihisi vibaya. Basi Mr. Omari alisema pole sana. Lakini moyoni nilijua kabisa kuwa sikuwa nimemwambia ukweli. Ghafla simu yangu ilitoa mlio wa SMS. Nilipotazama niliona jina la Azizi. Moyo wangu ulidunda kwa nguvu sana. Nilifungua haraka ujumbe ule. Ujumbe uliandikwa kwamba Mwanahamisi, nimefikiria sana. Hii ndio mara ya mwisho kukuvumilia. Siwezi kuendelea kuwa mwanaume wa siri. Leo nataka jibu lako. Kama utanichagua, nitapigania mapenzi yetu. Lakini kama utachagua ndoa yako, basi nitapotea kabisa kwenye maisha yako. Msikilizaji, nilihisi machozi yakianza kunijaa tena. Nilifunga simu haraka na kuishika kwa nguvu mikononi mwangu. Pembeni yangu Salma alikuwa ananitazama kwa mshangao sana. Kwa sauti ya chini aliniita nikaitika. Salma akauliza kwamba kwa nini umebadilika ghafla baada ya kusoma hiyo SMS. Kwa haraka nilimjibu tu kwamba hakuna kitu. Lakini Salma hakuridhika. Aliniangalia kwa macho yaliyokuwa na shaka. Akauliza tena kwamba huo ujumbe umetoka kwa nani? Nilisita kidogo kabla ya kujibu, nikamwambia kwamba ni rafiki tu. Salma akasema, mwana, najua kuna kitu unanificha. Maneno yake alifanya moyo wangu kupiga kwa nguvu zaidi. Nikamuuliza kwamba ninakuficha nini sasa? Salma akaniangalia tu. Alivyonitazama machoni, nilimwangalia Salma. Salma naye akasema kwamba kuna kitu kinaendelea kati yako na Azizi, si ndio? Nilimwangalia Salma kwa hofu kubwa. Kabla sijajibu chochote, ghafla Mr. Omari alisema kutoka mbele, akasema kwamba mbona mnaongea chini chini? Kuna shida gani wake zangu? Kuna nini huko nyuma? Basi mimi na Salma tulitazamana. Nilihisi kama siri yangu ilikuwa karibu sana kufichuka. Salma aliwahi kuelezea kuwa tunaulizana mambo ya chuo. Mr. Omari akawa ametuelewa tu. Tulipofika nyumbani kwa Mr. Omari akapaki gari. Kisha Mr. Omari alishuka kwanza, kisha akazunguka upande wangu kunifungulia mlango. Nikashuka, lakini ghafla nilihisi mwili wangu kama ukianza kupoteza nguvu. Kichwa changu kilianza kuniuma na macho yangu yakaanza kufifia. Sikuelewa kilikuwa kinaendelea nini kwenye mwili wangu, lakini ndani ya sekunde chache nilihisi kama naishiwa nguvu kabisa. Miguu yangu ililegea kabisa, yani sikuweza hata kujizuia. Mwili wangu ukaanguka chini. Sikusikia vizuri kilichofuata, lakini kelele za Salma zilinifikia kwa mbali sana. Ni kama mtu anayezama majini hivi. Nilihisi nikishikwa haraka, lakini sikuwa na nguvu ya kufungua macho wala kusema chochote. Nilihisi kama nainuliwa hivi. Kisha gari likaanza kutembea kwa kasi. Sauti zilikuwa zinakuja kwa mbali sana, zikichanganyikana na maumivu ya kichwa changu. Kuna wakati nilihisi mtu ameshika kichwa changu, lakini sikuwa na uwezo wa kutambua vizuri ni nani. Baada ya hapo, sikukumbuka chochote. Nilipokuja kupata fahamu kidogo, nilihisi harufu kali ya dawa. Mwili wangu ulikuwa ni mzito sana na kichwa changu kilikuwa kinauma. Hata kabla sijafungua macho, kumbukumbu zilianza kunirudia. Yale maneno ya Aziz ya kwamba chagua kati yangu au ndoa yako. Moyo wangu ulianza kuuma tena. Nilijua kabisa kuwa kilichonifanya nianguke hakikuwa tu udhaifu wa mwili, bali mzigo wa mawazo niliokuwa nimebeba. Nilikuwa nimefika mwisho wa uvumilivu. Hasa nikiwa bado sijafungua macho, nilihisi uwepo wa watu karibu yangu. Sauti zao zilikuwa ni za chini, lakini zilijaa wasiwasi. Nilijua mmoja wao alikuwa ni Mr. Omari na mwingine alikuwa ni Salma, na ghafla hofu ilinizidi kwa sababu sikujua ni kwa muda gani nitaweza kuendelea kuficha ukweli. Na kama ukweli ule ungefichuka, basi kila kitu kingeweza kuharibika. Nikafumbua macho. Salma alivyoniona tu nimefumbua macho, alinikimbilia na kunikumbatia. Salma akasema kwamba dada, umetogopesha sana. Nilijaribu kusema kitu, lakini koo langu lilikuwa kavu. Nilimeza mate tu, kisha nikauliza kwamba kulitokea nini. Kabla hajajibu, naye alisogea pale nilivolala. Umezimia ghafla tu tulipofika nyumbani. Daktari amesema ni uchovu na msongo wa mawazo, yote sababu ya ile taarifa msiba wa mama wa rafiki yako. Na hisi imekugusa sana mke wangu. Pole sana kwa kufiwa. Unapaswa uwe strong. Moyoni nijisemea, ni kama nilikuwa najisi hatia hivi.
Nilijua kabisa hakuwa anajua ukweli, maana hakujua kuwa sikuwa nimefiwa. Na kama angejua ukweli, mambo angekuwa mbaya zaidi. Baada ya muda daktari alikuja akanikagua kisha akasema nitafutiwe chakula nile. Maana muda huo ulikuwa umeshaingia mchana. So Mr. Omari akasema kuwa anaenda kutafuta chakula. Basi baada ya Omari kuondoka, Salma alinishika mkono wangu na kuniangalia usoni. Salma akasema kwamba una uhakika uko sawa? Kuna kitu unanificha dada, si ndio? Mimi nakiona. Moyo wangu ulilipuka, nilihisi machozi yakianza kujikusanya machoni, lakini nilijizuia. Sikuwa tayari kusema ukweli. Sikuwa tayari kuharibu kila kitu. Ni uchovu tu, nilisema kwa kujilazimisha kutabasamu kidogo. Ingawa ndani nilikuwa navunjika vipande, sikuwa najua nitaendelea kujificha hadi lini. Na siku hiyo ilianza kunionyesha wazi kuwa siri yangu haikuwa salama tena. Salma aliniuliza kwamba rafiki yako gani amefiwa na mama yake. Salma, uniache nipumzike kwanza. Mimi sijisikii vizuri, nitakwambia hata baadaye. Mimi marafiki zako wote nawajua, sijasikia yote ule mwenye msiba. Kuona nificha nini sasa? Wewe si uniambie tu. Salma, naomba basi uniache kwanza. Kwanza pochi yangu ipo wapi? Simu yangu ipo ama? Pochi ipo kwenye gari, ila simu shemeji alichukua. Alisema niweze kaita tusiache kwenye gari. Salma alivonijibu hivyo, nilihisi kuchanganyikiwa. Nilimuuliza, "We, unasemaje?" Nimuuliza nikapata hadi nguvu za kuinuka kitandani. Kile kitu kilinichanganya sana. Simu yangu kwa nayo Mr. Omari. Ni jambo la hatari sana endapo Azizi akinipigia. Maneno ya Salma kuhusu simu yangu kuwa kwa Mr. Omari yaliendelea kunitesa sana. Salma akajitahidi kunituliza, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo hofu ilikuwa inazidi kuniongezeka. Hadi nikaanza sasa kujilaumu kwa kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Nilijua wazi kabisa kuwa kama simu ile ingepigwa na Azizi, basi hakuna namna tena ya kuficha kweli. Ilibidi nimwambie tu Salma ukweli. Alisema nitulie. Sasa nikiwa bado nimezama kwenye mawazo mazito, mlango wa chumba ulifunguliwa. Mr. Omari aliingia akiwa ameshika chakula pamoja na simu yangu mkononi. Aliponifikia, simu yangu ilianza kuita. Macho yangu yalikimbilia moja kwa moja kwenye simu. Na hapo ndipo moyo wangu ulipodunda kwa nguvu isiyo ya kawaida. Screen ilikuwa inaonyesha jina la Azizi. Mwili wangu ulianza kutetemeka ise. Sikuwa na nguvu ya kusema wala kujitetea. Nilijua ule ndio ulikuwa mwisho wa siri yangu. Mr. Omari alisimama akitazama simu ile, kisha akanitazama kwa macho ambayo sikuwa nimewahi kuyaona kwake. Yaani hakukuwa na ule upole niliozoea. Kulikuwa na uso uliobeba hasira, maumivu na maswali mengi yasiyo na majibu. Bila kusema chochote, alipokea simu ile. Ndani ya sekunde chache tu, hali ya chumba ilibadilika kabisa. Ingawa mimi sikuweza kusikia kila kitu kilichokuwa kinaendelea upande wa pili, lakini niliona mabadiliko ya uso wa Mr. Omari. Kila sekunde iliyopita ilizidi kuonyesha wazi kuwa yale aliyokuwa anayasikia yalikuwa yanamuumiza ndani kabisa moyo wake. So baada ya muda mfupi alikata simu. Ukimya mzito ulitanda ndani ya chumba kile. Hakuna aliyethubutu kuzungumza. Hata mimi mwenyewe sikuwa na uwezo wa kuinua macho yangu kumtazama. Nilihisi macho yakinitoka. Moyo wangu ulikuwa umejaa hatia. Ulikuwa umejaa hofu na majuto kwa pamoja. Hakukuwa tena na nafasi ya kujificha wala kujitetea. Ukweli ulikuwa umejitokeza wenyewe bila mimi kusema chochote. Mr. Omari alinisogelea polepole. Akasimama pembeni ya kitanda nilicholala. Uwepo wake tu ulifanya moyo wangu uzidi kupiga kwa hofu. Nilihisi kabisa kuwa maisha yangu yalikuwa yanaingia kwenye hatua nyingine ambayo sikuwa nimejiandaa nayo kabisa. Salma naye alikuwa kimya, akinitazama tu kwa macho yaliyojaa mshangao na huzuni. Ndani ya moyo wangu nilijua wazi ya kwamba hakukuwa tena na siri. Nilikuwa nimefika mwisho wa safari ya kujificha, na hapo ndipo swali moja gumu lilianza kunitesa zaidi kuliko yote. Maisha yangu yataendelea vipi baada ya kweli huu kufichuka? Siku hiyo haikuwa kama siku nyingine, msikilizaji. Ilikuwa ni mwanzo wa kuvunjika kwa kila kitu kilichokuwa kimejijenga kwa uongo, na pengine mwanzo wa maumivu makubwa zaidi ndo unaanza. Sasa ukimya mzito uliotanda ndani ya chumba kile haukudumu kwa muda mrefu. Nilipoinua macho yangu nilikutana na sura ya Mr. Omari iliyokuwa imebadilika kabisa. Mimi sikuwa nimewahi kumuona akiwa vile. Macho yake yalikuwa mekundu kwa hasira. Ghafla alisogea karibu yangu kabla sijajua kinachoendelea. Mkono wake aliunyanyua juu kwa nguvu sana, kana kwamba alikuwa tayari kunipiga pale pale kitandani. Mimi sikuwa hata na nafasi ya kujitetea, lakini kabla hajafanya chochote, Salma aliingilia kati kwa haraka. Alimshika mkono wake kwa nguvu, akamzuia.
Mr. Omari alijaribu kujinasua. Hasira zilikuwa zimemjaa kupita kiasi. Alionekana ni kama mtu aliyepoteza kabisa uvumilivu. Alimsukuma Salma akamwachia. Alianza kutembea huko na huko ndani ya chumba kile, akishika kichwa chake kwa nguvu kana kwamba alikuwa anajaribu kujizuia asifanye kitu kibaya zaidi. Kila hatua aliyopiga ilionyesha jinsi alivyokuwa ameumizwa ndani kabisa moyo wake. Sasa mimi nilibaki pale kitandani, nikiwa nimetulia kimya kabisa. Machozi yalinitoka bila hata kujizuia. Nilihisi aibu ese, nilihisi hatia. Kwa mara ya kwanza niliona wazi matokeo ya kile nilichokuwa nakifanya kwa siri. Mr. Omari alisimama ghafla, akaniangalia tena kwa macho makali sana. Macho yale hayakuwa tena na mapenzi niliyoyazoea. Salma bado alikuwa amesimama kati yetu, kana kwamba alikuwa anajaribu kuzuia jambo baya lisitokee. Lakini hata yeye alikuwa na hofu kubwa, kwa sababu hali ile ilikuwa imezidi mipaka ya kawaida. Ndani ya moyo wangu nilijua kabisa kwamba nilikuwa nimeharibu kila kitu, na sasa nilikuwa ni kama napambana na matokeo ambayo yametokea kwa siku ya leo. Mr. Omari alisogea karibu yangu. Hakusema neno lolote. Alinishika mkono kwa nguvu sana kiasi kwamba nilihisi maumivu kidogo. Kisha akaninyanyua kutoka kitandani bila hata kuniuliza kama ninaweza kusimama. Hakusema neno. Alinivuta mpaka nje ya wodi. Salma alikuwa anatufuata tu kwa nyuma. Tukakutana na daktari, akauliza kuna nini. Hali yangu bado ilikuwa haipo sawa, lakini Mr. Omari hakutaka kusikiliza. Akasema tunaondoka kwenda nyumbani. Basi alinishika mkono wangu kwa nguvu zaidi. Akanivuta mpaka nje, akaniingiza ndani ya gari. Tulifika kwenye gari, akanifungulia mlango bila kusema chochote. Nikaingia ndani nikiwa sasa hapo natetemeka. Salma naye akaingia. Yeye aliingia upande wa dereva, akawasha gari. Safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Oya, bila ruhusa ya daktari. Tuirudi nyumbani. Hapa sasa naweza sijui Aziza alimwambia nini Mr. Omari. Sielewi. Na sijui hapa naanzia wapi kumwelezea. Sijui familia yangu itanilaumu vipi nikishafukuzwa na Mr. Omari. Safari ile ilikuwa ni kimya kabisa. Hakuna aliyesema neno. Sauti pekee iliyokuwa inasikika ni mlio wa gari tu. Tulipofika nyumbani, kwanza tulishuka tukaingia ndani. Kilichotokea humo ndani, msikilizaji, sehemu ya mwisho ndio inayofuatia. Tayari mbaba ameshajua ama amethibitisha kwamba mwanamke wake ama mke wake kabisa amechepuka. Oya, hawa baba wenye pesa zao ambao wanaelekea kuzeeka hawa, naonaga ni kama hawana cha kupoteza. Wewe ambaye bado kijana ndio unaweza ukajikuta bado na mipango mingi. Naposema ana cha kupoteza ni kwamba yeye tayari ukuta ameshaishi maisha mengi sana hapa duniani. Kama ni starehe ameshaishi, maumivu ameshapitia, so anaenjoy muda wake tu wa mwisho. Kwa hiyo hata kukuua wewe kwake inaweza isiwe hata hasara. Kukufumua risasi kwake inaweza isiwe hasara hata kidogo. So sehemu ya mwisho, msikilizaji, tutakwenda kufahamu sasa ni yapi madhara ambayo yatakayomtokea mwana baada ya kuishi na mwanaume ambaye huyu mwanaume kikweli ameonekana kuwa msaada mkubwa kwa familia yake na kuwa msaada mkubwa kwenye maisha yake, lakini ndani ya moyo wake hayupo. Na tunafahamu kuna wadada wengi sana wapo wa namna hii. Sio wote ambao mnanisikiliza, lakini baadhi yao wapo ambao wanaishi na mtu si kwa sababu ya mapenzi, hapana, ni kwa sababu ya huduma ambayo mwamba anaitoa. Sasa siku huyo mtu akijua yupo kwa ajili ya huduma kwako, kilichomtokea mwana ndo kitakacho kuja kutokea na wapo. Msikilizaji, tukutane sehemu ya mwisho kuweza kufahamu ni yapi yote aliyoendelea. Mtayarishaji wa hii simulizi ni Kitifefe, na niliyekusimulia hii simulizi ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.